Alright, asubuhi ya leo tuko naye Mheshimiwa Caleb Amisi Luyai, ni mbunge wa eneo bunge la Saboti katika kaunti ya Trans Nzoia. Alichaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2017 kupitia chama cha ODM, na wakati huo alikuwa mmoja wa wabunge wachanga zaidi katika bunge la 12. Kabla ya kuingia kwenye siasa za kitaifa, Bwana Amisi, Mheshimiwa Amisi alihusiana na sekta ya vijana na biashara. Alijulikana kwa juhudi zake za kuhamasisha vijana na kuwatia moyo kushiriki katika maendeleo ya uongozi. Aidha, mwaka 2025 Mheshimiwa Amisi aligonga vichwa vya habari baada ya kusema kwamba ODM inakufa kutokana na viongozi wake kushirikiana na serikali ya Kenya Kwanza bila kueleza wazi kama chama kimebaki upande wa upinzani au kimelenga serikalini. This beautiful morning, ndani ya studio, Mheshimiwa Caleb Amisi. Good morning, sir. Good morning, asante sana. Natuma salamu kwa wananchi wa Saboti, ndio, Magharibi na Kenya mzima, vijana wote, msalamike popote penye mpo. Kwa mpigo tena zaidi. Mheshimiwa, bila kupoteza wakati, labda tutagusia hoja moja mbili tatu, na kabla tuende mbali, wacha ninukuu mambo mawili matatu ambayo kwa muda fulani ulikuja kuongelea, hususan kuhusu chama cha ODM ambacho kufikia sasa ndio kinaongolewa. Kuna wakati fulani uliongelea kuhusu hali ya ODM kwa sasa, na ukasema, na nukuu maneno yako, kwamba kwa sasa tunaishi katika hali kama ya disco matanga ndani ya ODM. Kwa kifupi, chama kimekufa na sisi tunacheza tukisubiri siku ya mazishi, ndivyo hali ilivyo. Vile vile kuhusu uhusiano wa ODM na serikali ya Ruto, ambapo umeonekana katika mstari wa mbele kupinga serikali hii ya William Samoei Ruto, na nukuu maneno ambayo uliyosema, ukasema kwamba mimi ni mwanachama wa ODM niliyechaguliwa kwa kipindi cha miaka 5, lakini kama ODM itaendelea kushirikiana na William Ruto, sitawania tena kiti chochote kupitia tiketi ya chama hicho. Vile vile ukaonekana na Bwana Rigathi Gachagua, ukanukuliwa pale mwenyewe ukasema ya kwamba, narudia, Rigathi ni chaguo langu, tuko pamoja, tunamkaribisha one term Kitale. Hakumaanishi kwamba namuunga mkono Gachagua. Mheshimiwa Amisi, umesema kwamba muda wako wa miaka 5 chini ya ODM unaisha mwaka 2027 na kwamba utaondoka kwenye chama iwapo kitaendelea kushirikiana na Rais Ruto. Kiwango cha mwisho ni kipi hasa? Na je, kuna mipango labda ya kuondoka katika chama cha ODM? I think hayo maneno yako wazi sana. Ndio. Nimesema iwapo itaendelea kushirikiana, because wamesema tuko broad base hadi 2027. Ndio. So wakiendelea kusema sasa beyond 2027 tena tuko broad base, ama waseme Ruto ndio anawania kiti kwa ODM, ama ODM inajiunga na Ruto, itakuwa imekiuka zile nguzo ambazo zimekuza hiyo chama. Dio. Na kwa hivyo sitakuwa na budi ila kukitema na kutafuta njia nyingine. Lakini tumesikia baadhi ya viongozi ndugu zako katika chama cha ODM wanasema ya kwamba Baba Raila Amolo Odinga aliwaacha pale. Tumekuwa tukisikia kila mtu na kauli tofauti tofauti. Tuko na serikali hadi tamati, ikiwezekana hadi 2032. Hawa viongozi ambao wanaongelea hivi, Baba je alisema kipi? Je, ilikuwa ni hadi 2027 ama hata kusonga mbele kwa tamu ya pili ya Bwana Rais William Samoei Ruto? Wanasemanga Baba is always right. Ndio. And number 2 is always right. Ndio. Number 3, if you are in doubt of number 1 or number 2, refer to 1 and 2 above. Yes. Baba alisema in his last speech kabla atoweke hapa duniani. Ndio. Na akaongelea katika hii hoteli ambayo iko karibu na sisi hapa, Agile Hotel. Na akasema kwamba who told you ODM will not have a candidate. Ndio. Hayo ni maneno yalitoka katika kinywa cha Baba. Ndio. Yeye mwenyewe hakunukuliwa wala hakusomewa hiyo speech. Yeye mwenyewe ndiye alisema, na akasema na hadhari kubwa sana, na aka-insist, you could even see the body language, kwamba is insisting kuna watu ambao wanatembea huko kiimba tuta. Who told you kwamba ODM will not have a candidate? Sasa unataka mambo gani tena? Unataka nani akuambie tena? Na yeye ndiye alikuwa kinara wa ODM. Sasa unataka nani mwingine akuambie?
Na hiyo ndio the last speech aliwacha. Niambie ingine basi tuongee. Labda unaona kwamba kuna mgawanyo wa maneno tofauti, wengine wanasema baba alisema hivi na wengine walisema vile. Hao ni watu ambao wanakula. Sasa mtu kama anakula anaweza ongea anything, anaweza ongea kama chakula kwa mdomo, maneno haitoki vizuri kwa sababu chakula imejaa kwa mdomo. Hao ni wale ambao inasemekana kwamba their political careers have died. The political careers wanaona hii ndio mwisho wao wa dunia. So unaona kama baba yuko wataenda kwa nani? Ndio. Sasa wamekuwa wakininginia kwa mgongo ya baba. Some of us tumeleta kiti ambayo ilitoka maeneo hatari sana. Ndio. Kwamba uwezi ita tu baba nukakuwa mbunge wa Saboti. Uwezi ita tu baba ukakuwa kiti yoyote kule Trans Nzoia. Ndio. Kwamba tumeleta kiti ngumu sana. Kwambia watu walibelieve na sisi na tukawa convince watupe kura kwa chama ya ODM. Hiyo ni jambo kubwa sana. Lakini kuna wale ambao wanaimba tu baba, alafu wanajikunja kwa blanketi. Wataamuka 2027 tenda kushauti baba, alafu baba yuko elected. Saa hii they need homecoming. Watu hawajui. Saa hii they need to do homecoming to their constituents. Waendangi huko. Kwa sababu kazi yao ni kuimba tu baba hapa town, baba I'm in the court, I'm representing baba kwa court. Na misao kwamba waliompigia kura pia wanahitaji huduma kwa nyumbani. Waliompigia kura hawako. Sasa saa hii watu wanaenda kujipanga wenyewe. Ndio unaona wanalia vilio. Unaona hata wale walikuwa nalia machozi natoka. Hata si familia baba. Sio watoto. Sio mama, sio Aida. Ndio. Umeona mtu anatoa machozi alikuwa ni nani? Walikuwa wanalia kazi inaenda. Tulimwona gavana Mombasa pale. Si uliona kilio? Sharif Nassir akitoa machozi. Basi ndio hiyo. Alikuwa mwandani wa baba yule. Basi ndio nakwambia kazi, wanalilia kazi. Wanaona sasa mwenye alikuwa anasema huyu tosha ameenda. Sasa saa hii lazima warudi kwa wananchi. Ni nani atapea huyu tiketi? Ni nani atakunyima tiketi huyu? Ana hata hivyo, hata ukipewa tiketi na baba yuko haimaanishi kupewa tu tiketi ya ODM unaenda kushinda. Watu walikuwa wanashinda wakiwa kwa tiketi ya ODM kwa sababu baba was on the ballot. Labda kufikia sasa baba tena wanakupigia. Kufikia sasa mheshimiwa. Sasa saa hii baba yuko kwa ballot. Even having an ODM ticket means I does not guarantee you. Ni lazima pia upigane. Kwa hivyo kumaanisha chama cha ODM kufikia sasa kimekufa. Ni kinukuu ambacho ulichokisema pale. Chama haijakufa. Ni kinukuu kile ambacho ulisema pale. Ulisema kwamba tunacheza tukisubiri siku ya mazishi. Hayo ni maneno makali mheshimiwa, kufikia sasa kusema kwamba chama cha ODM kimekufa na kwamba tunacheza tukisubiri siku ya mazishi. Labda una ushahidi gani kwamba chama kimedhoofika labda kufikia sasa? Hayo ni mambo ambayo sio haikutoka kinywa yangu. Labda ungenipa speech ambao nilisema. Lakini mambo tu ya kunukuu kwa mtandao, hiyo haiwezi kuwa ni mambo ambayo nimesema, because media have a way of twisting people's words. Nimeshinda nikisema kwamba chama ikiendelea kukaa kwa broad base itakuwa imekufa. Sawa. Na nimerudia hayo maneno kwamba chama kikiendelea hata mimi kukaa kwa broad base kitakufa. Mimi ni mwanachama wa ODM, niko chama iko. Lakini tunapeana uonyo kwamba tukiendelea hivi wananchi watakikuta chama na wataenda vyama vingine. Na inaonyesha kwamba hata kuna areas ambazo unaona kama Malava unapata watu wataki chama cha ODM. Unaona kule Kakamega hakuna watu wanapigania chama tena. Wanatoroka. Kwa nini? Kwa sababu wanaona wewe mnasimama na serikali ambayo inapiga watu risasi, serikali ambayo inafanya abduction. Unaona sasa Wakenya wanaenda kule Uganda na kuwa abducted. The government does not bother. Unaona hali ya uchumi imedhoofika. Watu wa Kenya wanaumia. Unaona kama mimi nimesema kwamba penye natoka pale Saboti vijana wengi wamewekwa korokoroni bila sababu. Vijana ambao wanajitegemea, ambao wanaishi maisha ya duni sana, wamewekwa, wazazi wanalia, wanasema kijana wangu kwa korokoroni, kijana wangu kwa korokoroni. Vijana wanahangaika huku nje, hawana likizo, hawana namna ya kutafuta chakula, hawana namna ya kutafuta kazi. Tunataka serikali ambayo inaguzia haya maswala ndio watu waamini kwa serikali. Ingekuwa serikali kama hiyo na chama ijoin na ikuwe moja ya serikali kama hiyo, nani atateta? Si tutasema haleluya, hii ndio serikali tunataka. Lakini chama ikiunga serikali mbaya ndio tunasema ni hatari. Number 1. Number 2, mmejiunga kwa serikali kwa namna gani? Kwa sababu kuna coalition government.
Sasa mtu anauliza, wakati wa Kibaki tulikuwa na coalition government. Ndiyo. Kwamba kuna Kibaki ako na mawaziri na Raila ako na mawaziri. Hapa tunaambiwa hawa watu walienda State House kabla hata Raila hajarejea nchini. Raila alikuwa Dubai. Na hao ndio walingangania sana waingie kwa serikali. Na Raila angewatema kwa sababu ni watoto wake. Akanyamaza tu akasema let me call it a broad based government. Kwa hivyo ushawishi ulikuwa na baadhi ya viongozi, sio uamuzi wa baba Raila Odinga. Ni mambo Raila kama nasema uongo akuja ninyonge leo usiku. Kwa sababu yeye ndiye alituambia kwamba yeye mwenyewe si ati alitaka kuingia hapa. Hakutaka kuingia. Alisema kama tunafanya broad based, let us have a formidable coalition. Ili inaeleweka tunafanya nini. Lakini wakakimbia. By the time baba amerudi ati yako anarudi kutoka Dubai, akapata wako status wanaanauziwa. Ndio hao ambao wamechukua nyadhifa katika hawa ma expert hawa. Ndio hawa sasa wanapiga kelele wakisema kwamba usitutwe. Nani unajua ukikuwa na chakula kwa mdomo, of course mtu hawezi paka mtu angane mtu ataka kunitoa chakula. Lakini is that the reason why ODM exists? No. ODM ni chama ambayo iko na wafasi wengi sana. Kwa hivyo kwa wale wa Kenya ambao walikuwa wanasema ya kwamba wanamlaumu baba Raila Odinga, wakisema kwamba ni Raila ndio alishinikiza kwamba kukuwe na ile broad based government. Clear the air today. Ametueleza wetu wengi, hata sio mimi peke yangu. Ndio. Watu wengi ambao wako na ile hari na moyo ya kuendesha chama mbele, amewaambia kwamba hii haikuwa ardhi yangu. Hii ilikuwa mambo yao, walikimbilia kwa serikali na wakakuja kunishurutisha. Lakini ukiwa baba unawaruhusu tu. Lakini ilifaa tuwe na mrengo ambayo inaeleweka. Tuko na mawaziri wangapi na huku ni mawaziri wangapi na tunafanya kazi gani. Kwa sababu kama mnafanya coalition government you must agree on implementation. Lakini saa hii ilibidi tu aseme tu let's have a broad base. I've given them experts. Why did he say I've given them experts? Tangesema ODM wanachama ODM have joined together. Lakini anasema I've given them experts. Kumaanisha it was just dismissing them. Hadi the last speech, nataka turudie ile last speech, alisema who told you. Na pia akakuwa mkali sana, akasema chama cha ODM itakuwa nini? Itaunda serikali yake na itakuwa na presidential candidate. Now what else don't you want to hear? Wale ambao wako, kwa sababu chama iko na majangili na nani kila aina ya watu. So wale ambao waliweza kuingia kwa serikali kukula, basi ndio hao sasa tunaambia walikuwa kwa chama kwa sababu ya tumbo zao. Lakini kuna watu ambao walibelieve chama inataka kuunda serikali ambao itaangalia haki za binadamu, chama itaangalia ukuzaji wa uchumi, itaangalia mambo ya vijana, kazi kwa vijana, chama itaangalia katiba kwamba inafuatwa vizuri, chama itaangalia mienendo ya serikali, tusiwe na abduction, careless abduction and killing of innocent young people. Chama itazingatia maoni ya wananchi ambao wako kwa street. Those are the principles the party stood for. Lakini sasa wale ambao hawakuamini na hata wale ambao wamesimama na wakaangusha Raila, hao ndio walifanya Raila hajakuwa president hadi kifo chake. Ni hao tu ndio walikuwa na self interest ile. Hivi uko katika matamshi yako hapa unanijengea taswira ya kwamba yale ambayo ulikuwa umeonya awali ya kwamba kunaweza kuwa na uwezekano ya ODM mbili pale. Maana ukiangalia kuna hii ambao unasema kwamba wanajinufaisha wao na bado wanajiingiza katika chama cha ODM. Alafu kuna wale ambao wanasema hapana, sisi tuko na wananchi. Je, kufikia sasa tuko na ODM mbili ama iko vipi? ODM ina celebrate 20 years. Hiyo 20 years all of them they are presented a presidential candidate. So why were they presenting a presidential candidate? Sisi ndio wabadilishe. Na wamepresent presidential candidate against William Ruto, against Uhuru Kenyatta, against Kibaki. Kwa nini? Kwa sababu they never believed in them. So ile kitu ambayo mmekuwa mkipigania, Ruto aende, Uhuru aende, Kibaki aende, has it changed from Ruto? Imebadilika. Ni nini imebadilika basi? Ndio utuambie is now going to be the chief guest. So is the chief guest of an ODM that was opposing him. Na mko na watu wengi sana mngeita chief guest. Kuna Ole Siguno Obasanjo, wale wandani wa baba, kuna ule Zangirai, kuna widow wake bado ako hai. Kuna watu wengi sana ambao walikuwa na mienendo sambamba na baba. Hata tuko na Zakayo Kikwete, huyu alikuwa rais wa Tanzania, ako hapa
hayuko mbali. Tuko na marais wengi ambao wako na nyadhifa kubwa za mambo ya mienendo za siasa zinatambulika, ambayo unaweza linganisha ndio akuwe chief guest wa 20th anniversary. Hata ungeleta mwanamuziki basi. Utaenda Mombasa? Nitaenda, lakini kama Ruto atakuja mimi natoka. Akiingia hivi, akipitia mlango ya mbele, mimi ndo huyo mlango ya nyuma, nawaambia have a good day. Mheshimiwa, kufikia sasa ni wazi tu ya kwamba you will not change your mind, ya kwamba vile ulivyosema ya kwamba endapo ODM itaendelea na serikali, wewe unajiondoa. Ukiangalia mbele kuelekea 2027, matarajio yako ni yapi? Iwapo utaondoka ODM, utawania chini ya chama kipya ama utajiunga na upinzani? Nature will take its own course. Mheshimiwa, hujanijibu pale. Wakenya wanatarajia kutarajia wasiwasi. Wacha kuwa na wasiwasi mheshimiwa, ni majibu tunahitaji tu kujua. Maana mheshimiwa, umeongea wazi ya kwamba wewe husongi mbele na ili gurudumu. Tunajulikana kijana power for a reason. Ndio. Yeah, we make things happen. Tuongelee Kenya moja ni hiyo ni that I can say that's my agenda. Kwa sababu mimi ndio niliweka viongozi wote pamoja. Kenya moja ni nini? Labda kwa ile Kenya mbaya. Mkusanyiko ya vijana ambao wana believe kwamba Kenya needs to change. Kenya needs a renaissance. Umesikia nikisema kila kwa mtandao kwamba Kenya needs a renaissance. Kenya needs a renewal, a rebirth. Yani mambo yabadilike. Tumekuwa na viongozi ambao wameongoza hii nchi tangu Moi. Tangu Moi aondoke kwa mamlaka. Ndio. Na bado wako ndugu. Tangu Moi aondoke, what has changed? William Ruto alikuwa kwa serikali ya Moi. Ndo huyo tu bado. Okay. Uhuru Kenyatta ndo huyo tu bado. Baba sasa ndio ule tulikuwa tumeweka kando kwa sababu historia yake ni tofauti. Lakini si ndio huyo ametuacha. Sasa Kalonzo bado alikuwa kwa hiyo serikali. Rigathi alikuwa dio. Kwa hivyo hichi chama ni chama hichi sio? Ni muungano, ni chama. Sio chama. Ndio wanasiasa wanakuanga na maneno ya ajabu. Hapana maajabu. Okay, huu muungano. Kama suende waangalie kwa office of registrar. Huu muungano unaruhusu pia wanachama kutoka wengi sana. Ama ni wa ODM. Kufika sasa tunaona tu wengi wa ODM pale. Wa Mchomba si ODM. Wengi wa Wiper, Kimilu si wa Wiper. Kwa hivyo wanasema kinaruhusu hata utoke DCP, utoke wapi, as long as you have a mind of change. Kwamba no, let us at least tuwe na mabadiliko. We cannot have the same people doing the same thing and expecting Kenya will change. Can we change this cabal of leaders who have controlled our politics for the last 40 years? Ani miaka 40 wewe tangu kuwe mtoto mdogo nasikia mimi nikuambia for example wanasema mimi naingilia Musalia. Nasema na I'm using that example because it is the closest I have. Mimi nikiwa 3 yeye alikuwa waziri wa transport. Kweli. Kwa serikali ya Moi. Ndio. Akakuwa paga vice president. Mimi nilipata hata wakati tunaenda shule ya tunaenda kumdanzia kama vice president, ameingia pale cultural center ya Maragoli. Hadi saa hii nimekuwa mjumbe awamu ya pili, bado ni minister. Kwani hauna ambition? So kwa sasa president. Na sukue kitu kingine. Watu wanatoa wamemeza president wenye ulikuwa minister hiyo wakati, they have already served president. They are even working with the UN or they are doing other things. They are even opening Obama aliingia nikiwa university. Ndio. Na akamaliza na akaenda sasa anafanya vitu zake, anaenda anafungua vitabu, anafungua Obama Center. Na waliompokea bado katika uongozi. Wale walimpokea kwa uongozi bado ni mawaziri bwana. What nonsense is this ndugu? Nini? Ugonjwa gani? Hivi mheshimiwa, endapo Kenya moja, manake wa Kenya wengi wanasema kwamba hii Kenya moja inaonekana kwamba ni muungano ambao unaweza kuchipuka kwa kuwa ni mkubwa. Iko ni kubwa hii. Utasimamisha labda rais, labda tuseme vijana waseme basi tuna relate na hichi. Wana vijana muharakishe. Sisi tuko na marais potential presidents. Sasa huyu mwenye unaongea na anaweza peperusha hii nchi vizuri sana. Kwa vijana waamuke, we have an agenda for the new generation. The youth of our nation are the trustees of posterity. All right. Hakuna nchi ambayo inaendelea bila nguvu na nguzo ya vijana. And Kenya is not an exception. Tunaambia tu vijana muamuke, this is your future. Msiwache wazee wachezee.
kwa sababu hao wamekuwa na maisha yao smooth tangu wakati wa Moi, wako na mali huwezi maliza, watoto wao wako ngambo wanasoma, na kama wamemaliza wako already established businesses ambazo zimeachiwa na wazazi. Na wewe hauna kitu that is written in your name. Na hapo na bado unaimba tuta mara nini, hata ujui na kupeleka wapi. Ndugu zanguni, muamuke, muangalie vijana wenzenyu ambao wataishi maisha na nyinyi, kwa sababu hao wengine wameenda, hao wengine wanatuondokea ndugu, wameenda. The only left person that tulikuwa tunasamea ni baba peke yake. The rest of Moi's people must go, and there's no two way about it. Ni lazima waende ndio inchi, waachilie inchi kwa mikono zingine tofauti. People who are innovative, charismatic, and they are enthusiastic about developing their nation for the future. Kwa sababu mtaishi maisha na mtapata kama majamaa wameharibu inchi, wamenunulia watoto wao kwingine, hata inchi kipromoka, they have already gone and their kids are living in US. Nyinyi ndio mtaumia na watoto wenyu. Mmoja sasa sahi watu tulikuwa nauliza, kama mimi nimesema nimezaliwa kama sina wazazi. Ndugu, mmoja mimi baba alikufa kabla 2 months before I was born. Ndio hujajua. Ndio. Na mama akatoweka nikiwa 6 months. So sijaona baba, sijaona mama in the rest of my life. Sijaona ndugu, sijaona kaka the rest of my life. Ndio. Imagine I'm supposed to start competing with the kids of Uhuru Kenyatta at the same level. Ni lazima nianze kucompete na watoto wa Kalonzo, watoto wa Raila, watoto wa Mudavadi at the same level. The same level. Saa hii nimetoka huko chini, nimekuwa mbunge. Huko chini kabisa, from being fatherless, being motherless, being siblingless, paka nimekuwa mbunge awamu ya pili. Don't you think niko na bidii? Bidii kuna. Niko na bidii sina. Kuna bidii. Now, at that, if kama niko na hii bidii, what do I just need? I just need a good environment where I can compete equally with the sons and daughters of who is who. That is what Kenya needs. That it doesn't matter where you are born. Lakini uko na nafasi the same. Na unaweza endeleza maisha na mcompete at the same level. Lakini wakati unazaliwa unapata sasa huyu ako kiwango fulani na huyu ako kiwango fulani, kama sio bidii singekuwa mbunge. Like, so what happens to that young boy mwenye ameachwa pia hivyo? Sasa tunataka kutengeneza nchi ambayo the kids who are born from destitute because of a government that was that spoiled the nation wanakuwa na mkati mgumu sana kuendesha maisha yao. Lakini wale ambao wababa zao waliharibu nchi ndio wanaanzia kule juu. Sasa unaona sisi tulikuwa tunauliza swali. Tunauliza, when Kenya was being divided, unapata huyu jamaa babake ako na mali, babake ako na gorofa kubwa hapo town, na huyu babake ako na shamba karibu eka 100. So tunajiuliza, and where were our fathers? What were they doing when Kenya was being divided? Kwamba huyu anapewa hii, huyu anapewa, na wazazi wetu walikuwa wapi? So we are asking that question, where are our fathers? My friend, very soon our kids are going to ask us, where were our fathers? Mheshimiwa, umekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali hii ya Rais William Samoei Ruto. Kuna wakati fulani ukasema kwamba ni utawala wa udanganyifu na vitisho. Labda ni nini hasa kinakufanya useme hivyo, na je, ni kushindwa kwa sera ambazo ameshindwa kutoa? Je, ni masuala yote ya ufisadi au ni masuala yote ya uongozi hayo? Ni kwa sababu masuala ya uongozi. Kwa sababu mimi nilisema kwamba ni mmoja wa wale ambao hata sijakutana na rais, kwa sababu hakuna jambo ya kujadiliana. Hamjakutana face to face? Kuna. Muita hata siku moja umwambie, ananijua tu of course because anajua nikiongea. Lakini kukutana na yeye, watu wanaenda State House, wapi, lodge, State Lodge, kwa sababu unless now you have something you are discussing, why should I meet him? Na mimi si ule mtu akwenda kuchukua pesa ndogo ndogo kama wenzangu. So mimi nasema sio adui, kwa sababu there is nothing, hakuna kitu tumekutana na tukakosana. So he cannot be my enemy. But what I'm saying, he cannot be a good leader for this nation. Kama unaangalia uongozi, is not a person to lead a nation. And why should you force yourself to lead a nation that you are not capable of leading? So fanya mambo ingine, unaweza kuwa business community. Kama sahi kuna masio wengi na company owners hata washughuliki na siasa,
lakini ni wa Kenya. So you can advance your interest in other ways, but leading a nation is a serious business. Wachia wale ambao wanaamini into nationhood, wale ambao wanaamini that a nation is not built on tribalism, neither is it built on selfish interest. Nation inaangazia maswala ya leo, ya jana na ya kesho kutwa, na mambo ya vizazi vijazo. That is what we call statehood. Can you leave statesmen to lead the nation? Na wewe kama uko na kasoro, weka kando, sio lazima. But the nation is bigger than any single individual. Mheshimiwa, wapo ambao wanasema kwamba ukosoaji wako wa kila mara unakufanya uonekane mwenye chuki badala ya mjenga hoja. Labda unawajibu vipi watu kama hao? Lazima tukosoe. Lakini umekuwa very vocal especially kwa mitandao ya kijamii. Ni mzuri kwamba tumepewa kura ndio tuongee, ndio maana nalipwa. Mimi nalipwa mshahara kwa sababu ya naongea. Ndio. You are a member of parliament who supposed to oversight. Na oversight tuna oversight serikali kwa njia zote. Ndio. Kwa matanga, kwa mtandao, kwa media kama hii tuna oversight. Hata kwa bunge tuna oversight. Sasa hawa wakasirike tu. Wakasirike tu, lakini lazima you need people like us. Hakuna hata chuki. We need people like us to keep the government on toes. Otherwise serikali itakuja kuwaumiza. Naam. Kwa hiyo unasema kwamba wewe hauna issue yote mbaya, ile mwisho siku wewe you're being vocal on what is factual. But let me ask you, who has opposed Ruto between me and Raila, the late Raila? Who has opposed Ruto more? The late Raila. Then so waseme kwa nini Raila alimuoppose? Mimi yangu ni kionjo tu, nimeanza juzi. Raila has opposed him for the longest. Kwa hiyo unasema hii ni kionjo tu. Hii ni kionjo tu. Sasa Raila has opposed Baba Raila has opposed Ruto for the longest. He never believed in him. Hivi niulize, kulikuwa na hii kanda picha ambayo Bwana Kimani Ichung'wah pamoja na Chergai kwa amevaa kofia zile za ODM, magwanda ya ODM. Sijui unaichukulia vipi pale? They should leave their party because sheria sinasema. Sasa hao wakaribishwe. Ni wanachama ODM. Sasa wakaribishwe, waweke kwa register. Ndio. Kwa sababu kuvaa mavazi ya chama ingine, you prophesy the party. You belong to that party. So it signifies their departure from UDA. Watu wenye bado kwa UDA wajue hao watu wametoroka, na watoe wachane na viti zao za bunge, kwa sababu they are not members of UDA anymore. Sasa ni wanachama wa ODM, waeke tu kwa register na wakuje waanze kulipa, na ni wakaribishe kilasi na ni wafunze tabia. Meja wamekuja kutoka huko nje, tabia bado ni mbovu kidogo. So paka ni wapeleke through vetting, ni wakalishe chini, ni waulize majina penye wanatoka, baba zao, mama zao, if they have ever committed any crime in the public, kama wako na kesi ya DCI, paka ni waoji kidogo, nione kama akili zao ni timamu ama wameleta uendazimu kwa chama. You know, we have to also test them. Lakini nikuulize mheshimiwa, ni nafasi gani ambayo unaitumia kuiongea? Maana hapa kuna kauli mbili za ajabu. Wewe tayari ushakosoa viongozi wa UDA waliovaa kofia za ODM ukisema wamekosa uaminifu kwa chama chao vile, na unawasi wajiunge na chama cha ODM. Lakini upande wa pili wewe pia unatishia kuondoka katika chama cha ODM. Nilisema wakiendelea. Lakini hao watu unaona kweli kama tayari wameshajivalia makofia, wako na ile confidence. Mheshimiwa, kweli si ni ishara tosha hii? It is very clear. Ndio. Wewe ndio unajichanganya. Jambo la kwanza, and let me make it clear. Nimesema ODM ikiendelea kushirikiana na William Ruto beyond 2027, sitakuwa mwanachama tena. Is that clear? Ndio. Haya, jambo la pili, nimesema any other person anakaribishwa kwa chama. Chama inajengwa na members. Kwamba hata kama ni huyo Chergai, ama kama ni nani, akuje kwa chama as a member. Kuna membership, una register, unakuwa member, ndio nasema na wafunza na wapitishia kwa code of conduct, constitution ya ODM wanaielewa. Because I'm an ODM, my business is to make sure members join the party. Ni lini ujaelewa ndugu yangu? Kwa unasema kwamba mwisho wa siku wakiingia rasmi wakupate mheshimiwa pale wafanyie orientation vizuri. Hata wakiingia na tutena ODM endelee kushirikiana na serikali ya William Ruto, bado nitatoka.
Lakini kuingisha wanachama nitaingisha hadi sasa inaingisha. Lakini ifikapo 2027 hata Ruto akiresign UDA na akuja kuwa mwanachama UDA nitamuingisha. Lakini after 2027 pale, after 27 kama wanaendelea kushirikiana na hii serikali. Sasa nitafanya nini? Lakini kwa mwanachama mtu yote anaingia tu kwa chama. Mtu yote. Mheshimiwa, kuna hizi fununu ya kwamba unajua Rais William Samoei Ruto pia ni mwanachama wa ODM. Ama tufafanulie. Hapana, kuwa mwanachama iko kwa rekodi. Tufafanulie. Nipe rekodi. Kwamba sio mwanachama wa ODM. Wewe ni wale watu mnaanza kusema kama baba, unasema baba alikuwa mwanachama wa KANU. Just because you once belong to that party. So unajua kwa nini kuna baadhi ya viongozi ambao wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa labda Rais William Samoei Ruto ifikapo 2027 akagombea urais kupitia chama cha ODM. Hata akigombea chama cha ODM, akuja awe party leader wa ODM, bado atakuwa one term. So bado ataanguka kura tu. Sasa si ODM imeisimamisha president. Ndio. Ama unafikiri ndio itakuwa the first time. Ndio. Is that miracle? Kwa hivyo unasema hata kibadilisha mavazi. Si ODM imesimamisha hata Raila mara ngapi? Atakuwa ameanguka now the sixth time. Atakuwa sasa anatuletea tena aibu nyingine ya 6. Sasa tutaki aibu akae nayo. Wacha tu sasa sisi tusimamishe presidential candidate ambaye sasa anaenda kuchukua serikali. Akirudi tena aanguke na anaenda kuanguka. Why should we have at the time when we are supposed to now take over government ndio tunaleta failure aanguke kura? Hapana. Pale Kitale ulionekana Bwana Gachagua, lakini ukasema kwamba haumuungi mkono katika njia moja au nyingine. Labda uhusiano wako na Bwana Gachagua uko vipi? I was very clear. And kukaribisha pale Kitale. Vizuri umesema vizuri. Umesema kwamba nilisema. In fact I said on the same day. Ulisema hapo. Alafu pia nilisema akiwa hapo. So I don't mince my words and I'm very clear. I'm not those MPs or politicians ambao wanajichanganya ulimi. And I told Baba, I met Baba kwa ofisi yake Kileleshwa. Na nikamwambia Baba, Gachagua, Kalonzo, Eugene Wamalwa, Fred Matiang'i are visiting my constituents. They are coming from Vihiga all the way to Kakamega to Bungoma, and they will land in my constituency as the last rally. Nikamwambia Baba, I'll just welcome them. Because one, there are Kenyans. Number two, there are kama Eugene, because he was the host, is part of Azimio. So DAP is part of Azimio. Na Baba akaniambia, yes, that is okay. That is go. Enda wakaribisha. Na nikasema na wakaribisha tu as leaders. And not supporting them. Because I don't believe in Gachagua's politics of tribalism. Na nikaambia Gachagua akiwa kwamba mimi ni mmoja wao ambao nilipiga kura uondolewe. Na nilikuwa nataka nikuondoe ndio sasa pia ukuje tusaidie tuondoe William Ruto. Ulimuondoa Bwana Gachagua? Nilimwambia si uangalie clip Caleb speech in Kitale. Kwa hivyo unasema ni kama ulimuokoa? Nilimuokoa ndio akuja tusaidie tufanye nini tuondoe William. Kwa hivyo kuna uwezekano labda I saved the nation because nilimtoa ndani kwa hiyo shida. Ndio sasa akuja tusaidie tena tutoe nani? William. And he's doing a wonderful job. Ama uone anafanya kazi nzuri. Lakini anafanya kazi nzuri, lakini huwezi fanya kazi naye. Siwezi fanya na kazi naye because kwa nini nilimuondoa? Nilimuondoa kwa sababu kuna hiyo tabia mbaya ya ukabila. Lakini atusaidie kutoa tena mwenzake. Nasema ni siasa hii. Leo nimekupata. Unasema ni mambo ya kunichanganya utaweza leo. I'm very clear in my mind. Kwamba wewe ulimkaribisha pale, ruhusa uliipata kutoka kwa Baba na ukaiweka hadharani ya kwamba kuna vile unaungana naye. Lakini pia ukiangalia endapo 2027, na ili naomba tu nipatie jibu tu sahihi mheshimiwa tu kwa niaba tu wasikilizaji pale, endapo UDA itaendelea na ODM broad based government itaendelea hadi 2027 pale, Bwana Caleb Amisi anasimama kivyake, chama kipya, mwanzo mpya, ama vile unavyosema kwamba huwezi jiunga na ninio na opposition, mwelekeo unakuwa ni gani endapo? What is opposition? You know, opposition is a government in waiting. Ile kitu tunasema wale viongozi wako kwa opposition tunawaheshimu. Lakini there is
a new generation ambaye haijui kabila. Yeah. Tunawaomba sana. Kama mimi mwenyewe, ndugu yangu, kabila yangu ya constituency, kabila yangu ambao nimezaliwa ndani, Maragoli, hawapiti watu 500 in my constituency. Nimechaguliwa kwa kura 10,000 na 20,000 mwanzo 2017. Hii 2022 nimechaguliwa na kura 26,000. Yeah. Nilichaguliwa na kabila tofauti. Tuko na my constituency, I represent the most cosmopolitan constituency in the country. Nimechaguliwa na Kalenjin, nimechaguliwa, watu wanaacha UDA wanakuja wananipigia kura Caleb Amisi. Wanaacha Ford Kenya wanakuja wananipigia kura Caleb Amisi. Wanaacha DAP wananipigia kura Caleb Amisi. Wanaacha vyama zote ambazo zilikuwa hapo na wanaacha kabila zao wanakuja kupigia Caleb Amisi, kijana mdogo, kwa sababu wamemuona ako na uongozi. That is the kind of leadership we want for our nation. That it doesn't matter the tribe you come from. You must show leadership. Because you are going to lead 43 tribes. You are not going to lead your tribe. So the moment mtu anaanza kusema hii nchi, hii kabila ni lazima ifanye hii kabila ni lazima ifanye hii, that is not my principle, ndugu, and I cannot pretend about it. Yes, Gachagua, you are a good man. But I'm saying we cannot build a nation on tribalism. We cannot. Let's just agree. Let's have one nation. Hata America iko na kabila mingi, but you'll not hear the black America on one side, the white supremacists on one side, Hispanic. You don't even know who belongs to the Republican. You don't know who is the Democrat. Watu wanajiunga kwa vyama kwa misingi ya maoni tofauti ya kimaendeleo, lakini si kwa misingi ya ukabila. Ndio mimi nasema wenzetu mnafanya kazi mzuri, lakini can't we tone down on tribalism? The young people are not excited by you. Wangekuwa wametoa William Ruto sahi hata vote of no confidence, wangekuwa wamemtoa. Lakini wanaangalia alternative, wanaona sasa look at the alternative of William Ruto. The alternative of William Ruto is making William Ruto look like a god, look like a righteous man, look like an angel, because they are looking at the alternative as worse. So can we have an alternative that is looking at William Ruto as worse and not William Ruto as a better option? What's the alternative? The alternative is to have a leader, a very neutral, not who. They are there. Hata Caleb is a leader. Yeah, that's what I'm asking. Ndo nafasi ya kujipigia debe mheshimiwa. Alternative ndo huyu Caleb Amisi yeye kijana power. Asante sana. Ndio. Kwa hivyo nasema options ziko. Maana rais anazunguka, amekuwa ukambani. Sema ya kwamba yeye aone mtu yoyote ambaye anaweza kambando kutoka kile kiti. Akona confidence kubwa sana. Sio hii confidence yake labda anaitoa wapi pale? Confidence umejua mtu ukienda kwa serikali, pesa ni mingi, majeshi wamejaa, polisi wanakupigia salute. Moja surely hata kani wewe utakosa confidence. Confidence utakuwa nayo because unaona hii dunia ni kama mimi ndio kusema. Hakuna mtu huko, lakini wananchi wamenyamaza, wanakutazama. Wananyamaza. Hata mimi 2017. So unasema kwamba Kenya they're playing fools. Unaona 2017 ningeanza tu kujisema sasa mimi hakuna mtu atanitoa hii bunge ya Saboti. Mwajua mimi ningeenda na kusema mimi munirudishe sababu nimefanya hii, ona basari nimewapea, ona shule nimejenga, you are showing them what you've done. Sindio? Alafu sasa wanakurudisha uendelee. Lakini ningeenda kusema hakuna, nyinyi ni bure kabisa, niliwashinda tena mtu hii niweza. Mwajua ningetolewa. Wangenifunza adabu. Mheshimiwa kufikia sasa hii. Lakini sasa mimi niko awamu ya pili. Umesikia nikisema nikiambia wananchi wangu kwamba hakuna mwenye anaweza nitoa. Ninajua kwamba the power belongs to the people. Humility. And they can take it anytime they want. Humility is a virtue. Ruto scorecard kufikia sasa hii 2% for walking around the country. He has tried 2% vipi? No, amejaribu kutembea maeneo, at least amekanyaga matanga ndogo. Unajua hizi affordable housing zilishinda award South Africa. That is not development. Hiyo ni kuchukua pesa za umma na kuharibu. Uwanja pale. Hakuna. Hiyo ni hata wewe ungekuwa kwa hiyo serikali ingefanyika tu. Those are normal government projects. There's nothing unique about it. Tumeona rais akiwashauri wa vijana akisema kwamba kupitia Nyota Empowerment ile fund pale ya kwamba waitumie katika njia mwafaka. Can do that. Umejua ule kuendesha serikali kuna parameters. Number 1, you must look at the constitutional order.
how well are you managing and protecting and defending the constitution. Hapo tunaona umenyamaza kumaanisha kuna shida. Sije jamaa wewe ndio uko katika interview sio mimi. Ama tubadilishane kiti mheshimiwa kuja upande wa huko jamani. Haya unaangalia human rights protection, unaangalia masuala za vijana because you are a nation that is highly youth populated. Yeah. So how have you been able to make sure that the youth population bulge is solved? Those are parameters of measure of leadership. Economy. Unaangalia tangu waingie pesa zimekaa kwa mfuko ama mfuko inaendelea kuraruka. Okay? Unaangalia sasa kama kuna pesa kwa mfuko za wananchi, hapo pia kuna failure in leadership. That's how you measure leadership world over. World over. Even US, they measure Obama's administration against Biden administration, against Trump administration on economic development index. Okay? So hiyo ndio tunamesha. Lakini kusema manyumba zimejengwa, hizo manyumba ni za nani na kwa nini? And why are people getting money out of their space slip to build houses that the president is going to distribute himself? It was that the intention. Na umenyang'anya watu pesa kwa payslip. Kumbuka watu wanalia huko nje wamenyamaza. Kilio ni mingi. Wacha mimi interact with people. I tell people I interact with people. Unaona hii simu yangu hii iko na saa hii nitakuachia mwenyewe. Unaona simu ilikuwa inalialia, jumbe zinalia. Basi unaona inalia tu. Throughout hii simu iko na 12,000 contacts. All of them are people of Saboti. All of them. Wana interact na wewe personally, sio PS, sio binari. Wewe mwenyewe. Hata saa hii akiniambia na kusikiza najibu ndio niko sawa. I interact with them. 12,000 names of people of Saboti. That means in every 5 people in my constituents, at least one has my number and I talk to them. Mheshimiwa, tunapofamaliza manake muda kidogo na tupa kisogo pale, ukipewa nafasi ya kutuma ujumbe kwa Rais William Samoei Ruto na uongozi wa ODM kwa sentensi moja utawaambia vipi? Ningewaambia uongozi unakuja na pia inaenda. Na ni muhimu kwamba ukipewa nafasi ya uongozi wanasema inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ukipewa nafasi ya uongozi, ongoza as if you will never lead again. And leave a legacy. That is the purpose of leadership. And you don't need to do everything under the sun. Kama mimi vile nilichagua basari na nikasema education itanyoroka Saboti wapendwa wasipende na nikanyorosha. Somebody else can do something else. He could have just chosen an item. Whether it is the constitution to protect, economy to grow, or a youth population bulge to solve. Na run with it. People will have remembered William Ruto. Lakini sahi utaongoza, utajivuna, watu wako watasherekea, watatutusi, watasema tutam, watasema nyinyi wajinga, watasema mna hasira kwa serikali, lakini what have you left? The legacy to this nation. Alright. Labda kwa dakika moja, what legacy are you leaving behind kama mbunge wa Saboti? Na je, kufikia mbele tunaona kiti kikibadilishwa kikiongezwa labda ugavana, useneta ama urais? Naam, sitaki kujikibia debe, lakini mimi naona watu wamenipongeza kwa mambo ya masuala ya elimu. Hata wakati nilipata kura ya pili waliniambia wewe basari iendelee, mambo ya elimu umescore. Kuna areas ambazo maybe sijafaulu kwa sababu sina nguvu, kama mambo ya barabara, hizo ni nguvu za serikali. So wanaweza ni blame, lakini there is nothing an MP can do on roads. But ile kazi ya kuwatetea na kupeleka kwa masuala kwa bunge na kusema hii barabara iundwe na kwenda kwa mawaziri nimefanya. So hiyo and standing in for the people because I've never wavered. Serikali ikienda kombo na inyorosha. That's the perk of a name. And if I get a promotion to be a governor, to be a president, I'm ready to work in whichever capacity the people of Saboti feels I need to perform. Shukran sana mheshimiwa.